Ndugu waandishi wa habari, nayo furaha leo kwa mbele yenu hapa na hamu ya kusema vitu vingi na nyinyi leo kwa kurekebisha kauli ya awali kutoka kwa kiongozi wa Peak Time, mratibu wa haya masuala, ni kwamba hakujawahi kutokea bondia wa kaliba yangu. Waliokuwepo wengi walikuwa ni wa magazeti, kwa sababu Majuto walikuwa analitangaza gazeti la Mwananchi, kwa hiyo alikuwa anawataja kishikaji tu ndio wakapata majina, lakini uhalisia hawakuwepo wa viwango hivi. Nianze na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kupata nafasi leo kwa hapa. Ni kawaida Peak Time kufanya mapambano kila tarehe 26 ya Disemba, na nashukuru Mwenyezi Mungu katika mwaka huu nimekumbukwa na mimi kupata nafasi ya kushiriki na wao. Nimshukuru promoter Meja Semunyu kwa kunipa nafasi ya kushiriki hili jambo na yeye, kama ambavyo tumekuwa tukishiriki kwenye mambo mengine mengi. Kwa hivyo hii sio press ya kutangaza fight rasmi ya kwamba nitapigana na nani na itakuwaje, lakini ni taarifa kwa umma ambayo pia ndani yake tunaita sponsor waongeze nguvu, kwa sababu utaona leo ni mwezi wa 8, pambano mwezi wa 12, lakini kulingana na ukubwa hilo jambo na gharama zake linahitaji maandalizi ya muda mrefu zaidi. Kwa hiyo tuko hapa kukaribisha sponsor wa takaoweza kujitangaza kibiashara kupitia pambano hilo lenye hadhi ya nyota 8 tarehe 26 hiyo ya mwezi wa 12. Kwa hivyo naamini kwa kiu kubwa ya mashabiki zangu na shauku waliokuwa nayo watalipokea hili na wataenda nalo na tutafikia dhamira ambayo imefanya leo tuwe hapa. Sheria za WBO mkanda ambao na ushikilia, kwanza kabisa hauja qualify kuchezea kama rekodi yako umepoteza mapambano zaidi ya 5 kuendelea. Kwa hiyo hata ikitokea kama kuna mtu atakuwa na uwezo wa kuweka hela ya kiasi chochote mimi kucheza na mmoja wapo kati ya hao, bado hawakizi kupigana kwa mkanda. So unless liwe ni pambano tu la kufurahisha watu, dabi ambayo tayari nao ipo. Shida tunachoshikiana mimi na wao sio kwa siko tayari kupigana, ni kwamba maslahi nakadiriwa. Yani mkuzaji anakuambia ili mimi nilipe nikulipe wewe milioni 30, ambapo mimi milioni 30 hainilipi. Shika kama unanielewa sawa. Mfano mdogo, sikuwa nataka hivi, lakini ngoja nikupe elimu. Hizi ni vitu ambavyo kila bondia duniani anapaswa kuwa navyo kwa kujilinda yeye binafsi mazoezini asidhurike. Hizi jini unazoziona hapa zina logo ya Champezi, jina langu. Sio kama nimenunua dukani, nimetoa karibia paundi 2600 mpaka kufika Bongo. So 2400 ni kutengeneza na hiyo 200 ilikuwa ni kama usafirishaji. Sijui kama unanielewa. Kwa nini? Hii ndio standard yangu kwenye ngumi. Sasa ninapomwambia mtu milioni 30 hainitoshi, maana yake utapiga mahesabu paundi 2600 ni shilingi ngapi, ambayo nilikuwa na uwezo mimi wa kununua gari mtaani nionekane mvulana na crown 2 lakini nimewekeza kwenye kazi. So nikisema hela haitoshi na maanisha kuwa haitoshi kulingana na level niliyokuepo. Sio kama unanielewa. Promoter yoyote duniani akupe pambano la hela nyingi, kabla ya kukutumia mkataba anaangalia mapambano yako 3 4 nyuma umechezaje na ulingoni umeingiaje. So sometimes unapanda ulingoni na gloves mpya ambayo thamani yake ni paundi 2500 au 3000, ina cost milioni 9 mpaka milioni 10 ya Tanzania, ambayo promoter hawezi kunipa mimi mkataba wa dola 7000 kwa sababu anajua ni hela ambayo hainishindi. Lakini gharama nilizotumia hizi gloves katika mabondia waliowataja, mapafu ya mbwa na yule bibi harusi wa Morogoro, ni hela ambayo akipewa mkataba na promoter anafanywa dua mwezi mzima ili mkataba usije ukafa, kwa sababu ndio pambano unaweza likawa. Kuna tofauti mimi na hao. Lakini pia ilishangaza sana kama mtu ni mganga alafu mwanae kapigwa siku ya pambano na alikuwa hapo. Ni jambo ambalo limeniumiza kichwa sana watu wote ambao tuliangalia ile pambano. Kwa hiyo siko tayari kumhofia mtu yoyote, kwa sababu kocha ananijua hapa, niko naye na ni mtu amekuwa akinipa moyo na timu yangu wote. Slimu pale, kocha Moma, kocha Kanda, tukikaa tunapiga story na wanaelewa uwezo wangu kwenye boxing ukoje. Kwa hiyo sio kupigana na mtu yoyote, lakini kuwe na uwanja mpana